ukweli kwa sababu television haisemi uongo. Ilirudia zaidi ya mara 10 kuonesha kwamba Tanzania ilionewa, na bahati nzuri mimi nilikuwa nafuatilia kupitia DSTV. Kwa hiyo wale walikuwa wanaongea kule sio wa Tanzania, wale walikuwa wa Nigeria, wengine wa South Africa, wengine wa Cameroon. Kwa hiyo huo ndio ukweli, hali halisi iliyotokea, lakini ndio mpira ulivyo. Wengi wanazungumza kwamba kulikuwa hakuna shinikizo pia kwa wachezaji wa Tanzania kwa mwamuzi. Hili unaweza kulizungumziaje? Shinikizo lilikuwa kubwa mpaka wale wachezaji wa akiba wengine walionyeshwa kadi ya njano bana. Hiyo sio kweli. Vijana walijitahidi sana kulalamika, lakini mwamuzi alikuwa ameshaweka uamuzi wake. Na baya zaidi, wale waamuzi wa Senegal ambao walikuwa kwenye VAR na wenyewe vile walikuwa wameshaweka uamuzi wao, sababu wale nao wana mamlaka ya kumshawishi, ingawa kanuni inasema kwamba mwenye uamuzi wa mwisho kukubaliana na VAR ni referee mwenyewe. Ndio sheria inavyosema. Lakini akikataa basi umekwisha. Lakini wengi wanaamini kwamba huenda pia kungekuwa na shinikizo zaidi pia kwa wachezaji hata kugomea mechi, huenda kwamba ingemlazimu mwamuzi kwenda kuangalia. Kugomea wewe kugomea. Huo mpira wa kizamani huo. Madhara yake ni makubwa sana. Nchi inaweza ikatolewa ikishiriki mashindano au hata kunyang'anywa kuhost mashindano hayo. Huo ni uamuzi wa kijinga kabisa, kuanza kugomea au kupiga mwamuzi au kufanya fujo. Yote hiyo siku kwenye mpira hairuhusiwi kabisa. Na kwa kiwango ambacho umekiona kwa timu ya taifa ya Tanzania kwa mechi ya jana, unaweza ukakielezea vipi? Kiwango ni kizuri na Gamondi anastahili kuanzia sasa, kama tunataka kufanya vizuri 27, akabidhiwe timu kama kocha mkuu wa timu. Gamondi anaonyesha uwezo mkubwa sana kuibadilisha timu katika kipindi kifupi, na ameonyesha ana mamlaka makubwa ya kuweza kupanga timu anavyotaka mwenyewe, ambayo ilikuwa inafurahisha Watanzania wote. Gamondi apewe timu jumla. Ana sifa kubwa sana. Na wengi hamjui nyinyi, huko nyuma amewahi kuwa kwenye panel ya timu ya Argentina kwenye World Cup. Tu kocha wa bure huyu. Mimi nashangaa watani wetu sijui walirogwa au nini kumwacha kocha mzuri kama huyu. Mimi nilikuwa sijui uwezo wake mkubwa namna hii. Kwa hiyo Yanga wamejichanganya? Yanga wajichanganya kumwacha Gamondi. Sasa sijui bwana wewe. Huko siko mimi. Mimi nasema alipokuwepo zamani sijui ni wapi mwaka Gamondi huyo. Si alikuwa Yanga ndio akaacha wakazungumza kwamba chini yake timu yakuwa ifanye vizuri. Nadhani walimwacha kwa sababu ana msimamo. Yule haingiliwi. Haingiliwi na kuelekea. Ana msimamo kama kocha. Mchezaji anayemtaka yeye ndio acheze, na formation anayotaka yeye ndio itumike. Ndio makocha wanatakiwa kuwa namna hiyo duniani. Bila shaka hii ni nafasi adhimu kwa Tanzania kumpa majukumu mapema ili asije akachukuliwa na timu nyingine. Ni muhimu waingie naye mkataba sasa hivi. Okay, na kwa haya mashindano ambayo tumeshiriki, mtazamo wa Tanzania tunakwenda kuhozi finali zilizo za AFCON kwa mwaka 2027. Nini kifanyike? Matayarisho tu yaendelee kuwa mazuri, kila mara timu ya taifa ikutane, ifanye mazoezi na waendelee kufanya scouting, kutafuta wachezaji ambao wanacheza mpira wa kulipwa nje ya nchi. Hao wachezaji wetu wengi wa hapa nyumbani kidogo hawako serious kwenye timu ya taifa, hawako serious kwenye vilabu vyao. Wengine ni duka, wanaweza wakauza mechi. Lakini wachezaji ambao wanajua maana ya professionalism, ambao hata wako nje ya nchi, wanajua mpira ni nini na faida yake. Waangalia muda mchache huu, wiki moja wamepata zaidi ya milioni 700 bwana. Yaani kwamba unaamini kwamba kuna wachezaji wazao huenda kama maduka kwenye hawana uzalendo? Sio kwenye national team. Okay. Hawana uzalendo kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo matokeo yake hawako serious
na mpira wa miguu. Mpira wa miguu unataka nidhamu, shekhe wangu, uridhike na unachokipata. Kwa tukio ambalo limetokea jana la mwamuzi kukataa kwenda kwenye VAR, inaweza kawa ni doa kwa michuano hiyo. Nasema sheria inasema hivi, ndio mwamuzi anayo mamlaka kukubaliana na VAR au kuikataa VAR. Okay. Otherwise ingekuwa VAR ndio inaamua, tena kulikuwa kuna haja kuwa na mwamuzi. Kwa hiyo uamuzi wake yeye ni lazima uheshimiwe. Ndio sheria inavyosema. Ndio. Okay. Sawa. Na lipi neno lako kwa Watanzania na msikilizaji wa Red FM wanakusikia kwa hivi sasa? Ni kuambia tu kwamba nimefurahi Watanzania wengi wameamka, wameanza kuthamini timu yao ya taifa. Lakini na hii ni kutokana na performance nzuri ya wachezaji wetu na serikali yetu hii, hasa hii ya awamu ya 6 imefanya juhudi kubwa sana kuhakikisha inasaidia sio timu ya taifa tu, imesaidia hata vilabu vyetu hapa Tanzania. Kwa kweli lazima tuseme ule ukweli, Mheshimiwa Rais Samia amefanya kazi kubwa sana kuwashawishi wa Tanzania kuipenda timu yao ya taifa na timu ya taifa wenyewe kujituma. Yaani ndugu mtangazaji, ukitaka usitake, vijana wale wamejituma kwa kadri ya uwezo wao. Sema kuna wakati mwingine lazima tukubaliane, hatuwezi kushindana na kudra ya Mwenyezi Mungu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.